Imebainika kuwa taifa la Kenya linapoteza zaidi ya shilingi bilioni 41 kila mwaka zinazowekezwa katika jitihada za kukabili masuala ya dhulma za kijinsia na mauaji yakiholela ya wanawake, ambayo yameripotiwa kuongezeka pakubwa kufikia sasa. Mike Mskoyo na mengi. Kulingana na mwenyekiti wa jopo kazi la kutathmini chanzo na suluhu ya dhulma za kijinsia Nancy Barasa, serikali inatumia fedha nyingi kila mwaka kutoa huduma za matibabu na msaada mwingine kwa waathiriwa wa visa vya dhulma za kijinsia. We lose 41 billion Kenya shillings to GBV. And so that is what the dent in our economy every year. It is big. If we did not kill and therefore divert resources to address that, if we did not cripple people so that they work optimally to be productive, we would be recouping 41 billion into our economy, which we are losing. And that is scientific. Akizungumza akiwa mjini Kitale katika kikao cha umma cha kusaka mwafaka wa kukabili tatizo la dhulma za kijinsia, mwenyekiti huyo amefichua kuwa zaidi ya wanawake 700 wamepoteza maisha yao kuanzia mwaka 2016 hadi sasa kutokana na dhulma za kijinsia. Between 2016 to date, we have lost about 700 women to femicide. Broken down, we are losing about 40 women per month to femicide. I think that is a tragedy that the country is facing. And because of that, and of course we know the consequences of this loss that we are incurring, our social fabric is shaken. Katika kikao hiki kumebainika kuwa wanawake wa jamii ya ulemavu pia hawajasazwa kwenye dhulma hizi, wengi wao wakidhulumiwa kimapenzi na kutundikwa mzigo wa kuwalea watoto wao katika mazingira magumu. Na inapokuja kwa disability, tunapata kwamba disability haswa mentally challenged wanakuwa raped, wengine wanakuwa defiled, wengine wanakuwa kama haswa wanawake wenye ni wako na ulemavu wanapatikana kwamba night visitors wanawapea watoto. Kufuatia mchakato huu wa serikali kupitia jopo kazi hili, kamishena wa kaunti ya Trans Nzoia Gideon Oyagi anaamini sheria kukabili wanaotekeleza visa hivi itaboreshwa ili kuhakikisha hawakwepi mkono wa sheria. This is an opportunity for us as a county to look at the trends, the hotspots and the contributing factors. As you are aware, as a county, we have areas where we have more reported cases than the rest. As law enforcement agencies, we have also looked at areas of within the legal framework that we feel required to be improved on, so that prosecution of these cases are done to their logical conclusion. Mike Mskoyo, West TV kutoka wadi ya Matisi, eneo bunge la Saboti, kaunti ya Trans Nzoia.